Ni ajali mbaya ambayo imeripotiwa kutokea hapa wilayani Same ikisababisha vifo vya watu 38 hadi hivi sasa. Tairi ya kushoto ikapasuka. Gari likaparamia ile lingine. Kagonga. Baada ya hapo watu wakawa wanapambana kumsaidia kutoka. Nilikuwa natoka Arusha kwenda Tanga. Ilikuwa nyuma ya siti kule. Kwa kilichoendelea huko mbele sijakielewa. Na tumefika hapa katika mtaa wa Ngusero Same mjini, na ambapo familia moja ya Ramadhani Kiruvia imepoteza watu 4 na wapangaji 6 ambao wote wanaishi katika eneo hili la Ngusero. Imekuwa ni msiba mkubwa na baadhi ya watu hapa wanaelezea kile ambacho walikishuhudia. Sisi familia yetu tumeondokewa na ndugu zetu 4. Amefariki mdogo wetu ambaye na shemeji yangu na watoto wetu 2. Kwenye ajali nimempoteza mama yangu mzazi Elina Iliakunda. Yaani wote walikuwa ni familia. Yaani Costa nzima watu 30 wote ni familia. Taarifa za mamlaka za serikali hapa katika wilaya ya Same zinadokeza kuwa utambuzi wa miili unaendelea, lakini miili takriban 33 hivi iko katika hali mbaya baada ya kuungua vibaya na moto uliolipuka tu baada ya magari hayo mawili kugongana. Mkuu wa wilaya ya Same Kasrida Mgeni Mdimila amedokeza kuwa hatua kadhaa zinaendelea kuchukuliwa, ikiwa ni pamoja na kuwezesha wananchi kwenda kufanya vipimo vya DNA au vinasaba kwa lengo la kupata uhakika wa miili ya ndugu zao. Sasa wananchi ambao wataona ndugu zao hawaonekani na walipanda kwenye hayo magari, basi waelekee KSMC, lakini tunawaomba wahakikishe wanaongozana na watoto wao, baba na mama, kwa ajili ya kupata kile kipimo cha DNA ili kubaini ile masalia ya miili iliyoko pale kama ni ya ndugu yao au la. Na mara wanapotambua kwamba ni ndugu yao, basi wahakikishe wanabeba hiyo miili na kwenda kuzika kwa utaratibu wa kifamilia. Nimezungumza pia na baadhi ya wananchi katika wilaya ya Same kuhusiana na nini ambacho kinasababisha ajali kwa wingi katika wilaya hii. Mimi nadhani ni tahadhari iendelee kutolewa na madereva waendelee kupewa hadhari ya upepo ulio katika eneo hili. Sio kitu kizuri, na nafikiri serikali kwa ujumla inajaribu kuangalia namna gani ni bora ya kuendelea kuepusha matatizo kama haya, sababu imekuwa ni changamoto ambayo imekuwa ikitutesa ukanda huu recently. Ajali hii mbaya ambayo imegusa hisia za Watanzania wengi imemgusa pia Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye kupitia taarifa yake kwa vyombo vya habari ametoa pole kwa wafiwa, huku akiwataka madereva kuwa makini wawapo kazini. Katika hatua nyingine, msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa amewataka madereva nchini kutoa taarifa kwa mamlaka pale wanapoona wamiliki wa mabasi wanawapa majukumu ambayo yanahatarisha usalama wa abiria. Kama chombo kina hitirafu usikiendeshe. Tunafahamu baadhi ya madereva wanashinikizwa na matajiri wao kuendesha vyombo visivyokuwa katika hali nzuri. Mkiwa na taarifa hizo, toeni taarifa kwenye vyombo vya serikali. Hatutakutaja, lakini tutachukua hatua ili gari unayoiendesha itengenezwe vizuri, na pale penye kuchukuliwa hatua kwa mmiliki anayekushinikiza uendeshe chombo cha usafiri kikiwa na kasoro, tutachukua hatua. Tushirikiane ndugu zangu, kwa sababu roho za watu 38 zilizopotea hapa, tumepoteza nguvu kazi ya nchi. Wilaya ya Same imekuwa ikikumbwa na ajali mara kwa mara, na inakadiriwa watu zaidi ya 50 wamepoteza maisha katika kipindi cha miezi 3 hadi hivi sasa. Mimi ni Enos Masanja, Azam News.